السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Darasa yetu ni mfululizo au muendelezo wa pale tulipoishia tukisoma tafsiri ya Suratul Kahfi mwaka jana kwenye Ramadhani. Ilikuwa tumemaliza kwenye aya 99, kwa hiyo tunasoma aya ya 100 leo mpaka 106. Kwenye aya hizi Mwenyezi Mungu baada ya kueleza yale aliyoeleza huko nyuma juu ya kupulizwa parapanda siku ya Kiyama, watu kutufufuliwa au kutoka kwenye makaburi yao, kukusanywa kwenye kiwanja kimoja, kisha mbele Mwenyezi Mungu sasa anaeleza kwenye aya hizi yale yatakayojiri baada ya hapo. Kwa Mwenyezi Mungu anatuambia wa aradna jahannama yawma idhin lilkafirina ardha, kwamba siku ile moto wa Jahannam utawekwa wazi wazi kwa wale makafiri waliomkanusha Mwenyezi Mungu. Moto ule utakuwa wazi kiasi kwamba wanashuhudia na wanaona adhabu zake. Mbele Mwenyezi Mungu anaeleza sifa za wale ambao moto utawekwa wazi wa uone. Hao waliokanusha makafiri, sifa zao utawajuaje? Mwenyezi Mungu anasema alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Hawa ni wale ambao adhabu ya Jahannam itawafikia kwa sababu wao ulimwenguni macho yao yalikuwa kwenye upofu, kukubali uongofu na kufuata haki, na wala hawakuangalia zile aya za Mwenyezi Mungu, wala hawakutafakari kwenye hizo, kwa sababu wangezizingatia wakatafakari, zingewapeleka kwenye kumjua Mwenyezi Mungu na kumfuata. Maneno haya ni kama yale Mwenyezi Mungu aliyoeleza katika surati Zukhruf akisema waman ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin, kwamba yule mwenye kupuuza utaji wa Mwenyezi Mungu akatupilia mbali asishughulike nao, Mwenyezi Mungu anasema kwa kule kupuuza kwake na yeye tutamsalitishia sheitani. Sheitani awe ndio rafiki yake, amemganda kila anapokuwa, kila anachofanya yuko naye. Wanazuoni wamefasiri neno qarin kwamba ni rafiki ambaye amegandana na wewe popote pale ulipo, na wakatufasiria kwamba ukijiweka mbali na mambo ya Mwenyezi Mungu, kule kujiweka mbali, kuna rafiki atajitokeza hapo katikati wa upande mwingine, na yule rafiki akijitokeza atakuganda kisawa sawa, kwamba yeye hana raha bila ya wewe, na wewe unaona huwezi kumkosa, lakini sasa huyu ndo anakupeleka katika maasi, anakupeleka katika mambo yasiyofaa, na anakuaminisha kwamba maisha bila ya hayo haiwezekani. Dawa ya kukwepa kuwa na rafiki anayekuganda wa namna hiyo ni kurudi katika kufata yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema
moto utawekwa wazi kwa wale ambao macho yao yalikuwa yamezibwa. Yamezibwa na nini? An dhikri, yamezibwa kuiona haki, kufata muongozo Mwenyezi Mungu anautaka. Hawa duniani ilikuwa huko hawaoni. Wakanu la yastati'una sam'a, na walikuwa hawana wanachosikia chochote, hawasikilizi kabisa utaji wa Mwenyezi Mungu, hawasikilizi mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Hawa siku ile moto utakuwa karibu kwao. Kule kutosikiliza kwao ni upofu, imefananishwa na upofu. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu ameeleza hivyo kwamba huo ni upofu unaowakumba kwa sababu ya kujiweka mbali na maelekezo na mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Tahamaki wanajikuta wameangamia. Afahasiba alladhina kafaru, hivi wanadhani wale ambao waliokanusha, wanadhani kwa kule kukanusha kwao. Mwenyezi Mungu anasema an yattakhidhu ibadi min duni awliya, kwamba hawa waliokanusha hawa wanadhani ya kuwa wao kwa kule kukanusha kwao na kuwachukua wapenzi wangu, kuwachukua wapenzi wangu wasiokuwa Mwenyezi Mungu, manake malaika. Wengine wanasema malaika ndo wanaoabudia wao, wengine wanasema wamechukua mashaitani ndo wanaosema hawa ndo wanaoabudia miungu yao. Mwenyezi Mungu anasema hawa wanadhani kwa kuwachukua hao ndo watakuwa wa kuwanufaisha, kuwalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Watawalinda na adhabu? Hapana. Kuabudia viumbe hivyo hakuwezi kuwalinda na adhabu, na itadhihiri kwa wao siku ile kwamba walichofanya ilikuwa ni makosa. Kama sehemu nyingine Mwenyezi Mungu amelisema hili kwenye surati Maryam, kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim dhidda, kwamba kule kujiegemeza kwao vile viumbe pia vitawakanusha kwamba kutufata sisi, kutuabudia sisi haikuwa sawa, mlitakiwa muabudie Mwenyezi Mungu aliye mmoja tu. Mwenyezi Mungu anasema inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula, watambue kwamba hakika si vinginevyo sisi tumeandaa kwa wale waliomkanusha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama adhabu ya Jahannam, kwamba kule Jahannam kule itakuwa ndo mafikio yao, kama vile ambavyo hapa duniani ukipata mgeni unamtayarishia pahala maalum, bwana utapumzika hapa. Kwa hiyo na wao mapumziko yao yatakuwa kule katika moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atulinde, asujalie kuwa miongoni mwa hao. Kisha Mwenyezi Mungu anasema qul, sema waambie, hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan, je, ni kufahamisheni nyinyi juu ya wale ambao waliopata hasara kwenye matendo yao? Anasema hao ni kina nani? Anawaeleza alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao kwenda kwao mbio katika maisha ya dunia, wakidhani wanapatia, kumbe wamepotea. Tena wamekwenda mbio katika maisha ya kidunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na ilhali wanadhani kwamba wao wanafanya vizuri. Wamepotea, walikuwa wakifanya matendo ya batili yasiyofaa, hayakubaliki katika sheria. Wamefuata matamanio ya nafsi zao, wameangamia kwa kufanya hivyo. Ilhali walipokuwa wakifanya hivyo walikuwa wamedanganyika, wakidhani ndo wanafanya sawa sawa. Hao Mwenyezi Mungu anasema ndio waliopata hasara kwenye matendo yao. Anaendelea anasema alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi,
Hao waliopata hasara kwenye matendo ni wale waliokanusha aya za Mwenyezi Mungu katika dunia, hoja zake zote zinazotambulisha juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu, na kisha wakakanusha kule kufufuliwa na kukutana na Mwenyezi Mungu. Hawa Mwenyezi Mungu anasema fahabitat a'maluhum, matendo yao yameporomoka. Matendo yao yameporomoka, hakuna chochote walichokipata. Fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, hawa siku ya kiyama hawatokuwa na chochote kwenye mizani yao. Wanazuoni wakatuambia limetumika neno la Kiarabu hilo habita, ambalo kwenye lugha ya Kiarabu huwa linamaanisha pale mnyama akila majani yenye sumu, kawaida anavimba tumbo lake. Kwa hiyo hapa imefananishwa hivyo kwamba hawa yale matendo yao wanavyoyafanya ni kama vile yanavimba na kuwapa matumaini kwamba hapa mambo ni mazuri, kila kitu kiko sawa, tahamaki kwamba hamna chochote mle ndani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema alladhina kafaru biayati rabbihim, wale waliopata hasara kwenye matendo yao ni wale ambao waliokanusha aya za Mola wao, waliqaihi, na kukutana naye. Fahabitat a'maluhum, kwa kufanya hivyo matendo yao yameporomoka na hawana chochote watakachokipata siku ya kiyama kwa yale walioyafanya. Kwenye mizani hayana hesabu. Dhalika jazaohum jahannam, hao malipo yao ni moto wa Jahannam. Bima kafaru, kwa kule kukanusha kwao. Watakhadhu ayati wa rusuli huzwa, na wakafanya aya zangu, Mwenyezi Mungu anasema, na mitume yangu kuwa ni upuuzi, ni mchezo tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hizi kwanza anatuthibitishia uwepo wa siku ya kufufuliwa, uwepo wa siku ya kiyama ambayo viumbe vyote watakusanywa sehemu moja. Lakini pia anatufahamisha moto wa Jahannam utakavyokuwa wazi wazi ukionekana kwa wale waliokanusha, makafiri, baada ya kufufuliwa. Na inakuwa hivyo kwa sababu ya kutokuona kwao dalili, hoja hapa ulimwenguni za kuwaonyesha na kutambua uwepo wa Mwenyezi Mungu, na kushindwa kwao kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wao wamekuwa kwenye daraja ya mtu ambaye kipofu na kiziwi. Kisha Mwenyezi Mungu anaeleza kuhusu wale wengine ambao wanafanya matendo, wamefanya matendo duniani wakiamini kabisa kwa wao kuwaabudia wasiokuwa Mwenyezi Mungu, kama wanaomwabudia Nabii Isa na Uzair, wanaabudia malaika. Wanaamini kwa kufanya hivyo ndo watanufaika siku ya kiyama, na kwa Mwenyezi Mungu hatawaadhibu. Mwenyezi Mungu anatuwafahamisha hapa kwamba hapana, hayo hayatowasaidia, na yeye amewaandalia moto wa Jahannam, itakuwa ndio mafikio na mapumziko yao. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye aya hizi watu ambao watakuwa wamepata hasara kisawasawa kuliko wengine wote siku ya kiyama ni wale ambao wamekwenda mbio sana katika maisha ya dunia wakifanya baadhi ya matendo, na huku wakidhani kwamba wao wanafanya sawasawa, kumbe wamepotea. Hao ndio waliopata hasara ya kisawasawa. Yote haya sisi tunatakiwa tuyazingatie, tuyaishi, tujikague, hasa hapa kwenye watu ambao wamepata hasara, lakini yale wanayoyafanya wanaona wanapatia, isije ikawa na sisi ni miongoni mwa hao.
kuna mtu anazo hoja za kuhalalisha kwa nini anakula riba, na anaona anafanya sawa sawa. Pengine kabadilisha jina tu, haiti riba kwenye ile, kaanzisha kikampuni chake huko cha kukopesha watu, ile haiti riba, anaita commission. Na nadhani akiita commission hiyo tayari amehalalisha, anafanya vizuri. Tena anaweza kutoa hoja kwa mpango huu, bwana, nasaidia watu wengi, watu wanapata miradi, wanaendesha shughuli zao, maisha yao, wanalipia ada watoto wao, nasaidia. Lakini kumbe kile anachokifanya hakina uzito huo wa kumsaidia siku ya Kiyama, kwa sababu katika madhambi ambayo Mwenyezi Mungu anasema kabisa anatangaza vita kama watu hawatoacha ni hiyo ya kula riba. Sasa huwezi kuwa unafanya hiyo, maisha yako yote umeyaweka kwenye riba, na huna utaratibu hata jitihada za kukimbia huko sasa, halafu uone unafanya sawa sawa. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, je, niwafahamishe juu ya wale ambao wamepata hasara kwenye matendo yao? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, duniani wanakwenda mbio kweli kweli, wahum yuhsinuna, na wao wanadhani wanachofanya ni kizuri cha sawa sawa, kumbe hakuna kitu. Kwa hii sio tu kuitazama kwa wengine, lakini tujikague sisi, mahusiano yako na wazazi wako. Inawezekana unaona unawafanyia vizuri, lakini kumbe unaharibu kwa kubadilisha tu, kwa badala ya kutekeleza wajibu wako, wewe unaona unawasaidia. Kitu ni kile kile, unawatazama vizuri kabisa, lakini kwa sababu umeweka unawasaidia, tayari unakosa kile ambacho unadhani unakipata, kwa sababu wewe huwasaidii. Na ifika pahala wakati mwingine mtu asema bwana, mzee bwana hatosheki. Kwa hiyo kitu ni kizuri, lakini unaingia kwenye wale Mwenyezi Mungu anasema kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, sema waambie ni kufahamisheni juu ya wale ambao matendo yao ni hasara tupu. Nikasema ni wale ambao wanafanya matendo, wanaamini mazuri kwamba watapata malipo, kumbe wanaharibu. Kwa hiyo unapofanya chochote kwa wazazi wako, huwasaidii, unatekeleza wajibu wako. Huo ni wajibu wako. Na ikitokea pengine mzazi wako kabakia pale, mwenzake ametangulia, mmekaa, manake wengine nasema wanateka advantage, huwa hawajui, wale wazazi maskini hawajui taratibu za mirathi, labda kwa kama kafiwa na mumewe na mumewe kaacha mali, yeye kwa kuwa wana watoto ana haki ya kumrithi mumewe, hiyo ni haki yake. Lakini pengine kwa sababu hajui, na wewe vile vile labda unajua, lakini sema na ya nini, si unamwangalia bwana, na unadhani unafanya vizuri, kumbe unakosea, kwamba ile ni haki yake, Mwenyezi Mungu kashaweka, hiyo ni ya kwake. Sasa apewe mwenyewe hiyo 1/8 yake ya mali, hiyo thumu, halafu yeye mwenyewe ndo anaweza kuamua anampa nani. Pengine nyinyi watoto wake wote anaona mko vizuri, lakini anaye ndugu yake kwenye nasabu pahala fulani ambaye hali yake sio, anaweza kuamua bwana, hii nampa yule. Au anaye rafiki yake wa utotoni pahala, akaamua bwana, hii nampa fulani. Au wazazi wake yeye walikuwa wakiipenda familia fulani sana, akaamua hii napeleka kule.
ili na yeye aunge mapenzi ya wazazi wake, sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza hiyo kwamba katika wema wa hali ya juu kabisa an yasila rajulu wudda abihi, ni mtu kuunga mapenzi ya mzazi wake, kwamba mzazi wako unajua alikuwa akimpenda mtu fulani, wewe mzazi wako kishafariki ukaendeleza kile alichokuwa anafanya mzazi wako, kwamba hilo ni katika jambo jema. Kwa hivyo yako mambo tusiangalie nje, unaweza kuwa unayafanya unaona unafanya sawa sawa, kumbe na wewe ndio unaingia kwenye ile. Mojawapo ni hili muhimu sana, kwamba mzazi wako humsaidii. Kama ulikuwa unakosea urekebishe, bwana, unajua nao wazazi wangu nawasaidia sana. Husaidii, unatekeleza wajibu wako, ndio unapata radhi za Mwenyezi Mungu na unapata ujira kwa Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza wajibu wako. Unaweza kuwa unafanya sana ibada, lakini wewe unaongoza kumuudhi jirani yako, na mwenyewe unaamini kwa sababu Ramadhani nzima hii uko itikafu msikitini, mambo yako yatakuwa mazuri, kumbe unaharibu. Alipelekewa habari Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa kuna mama fulani anasifiwa kwa kuswali sana, anasifiwa kwa kufunga sunna, anasifiwa kwa kutoa sadaka sana, ghaira annaha tuudhi jirana, isipokuwa tu dosari yake anamuudhi jirani yake. Mtume akasema hiya finnari, huyo anaingia motoni. Kwa hivyo tukisoma aya hii tujikague wenyewe kwenye kila sehemu. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan, je, sema waambie niwafahamishe wale ambao matendo yao ni hasara tupu, ni wale ambao dhalla sa'yuhum, tena imetumika neno wanakwenda mbio sana. Inawezekana na wewe ndio unakwenda mbio sana kusaidia watu, kufanya kheri mbalimbali, na unadhani unafanya vizuri, lakini kumbe huku una ugomvi na wazazi wako. Kwa hiyo yale yote hakuna kitu tena, lakini kumbe huku una ugomvi na ndugu yako, hamsemezani. Bwana Mtume ametumia neno analita shahna. Shahna tumetumia, nafikiri limetolewa mpaka kwenye Kiswahili, siku hizi halitumiki sana, labda na gari imesheheni. Asli yake ni neno la Kiarabu shahna, ambao wanasema ni ghadhabu na hasira ambazo zinakuwa zimejaa kwenye kifua, maana imejaa kisawa sawa. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema milango ya pepo inafunguliwa kila siku ya Jumatatu na Alhamisi, na wanapitishwa msamaha, unapitishwa likulli abdin la yushriku billahi shay'an, kwa kila mja ambaye hajamshirikisha Mungu chochote, ana makosa mengine anapata msamaha. Lakini Mtume anasema isipokuwa mtu mmoja, kana bainahu wa baina akhihi shahna, ambaye yeye na ndugu yake wana ugomvi kwenye mambo ya kidunia. Inawezekana walifanya biashara pamoja, au alimpa kazi ndugu yake afanye akaharibu. Hiyo ndio imekuwa ugomvi, kwamba sisemi na wewe mpaka kiyama, ili mradi mambo ya kidunia. Mtume anasema hapo panasemwa andhiru hadhaini hata yastaliha, hawa wasubirishwe mpaka waelewane. Manake wakibaki kwenye hali hiyo tayari wamekosa ule msamaha. Lakini inawezekana watu hawa hawakosekani msikitini, watu hawa wanafanya kheri nyingi sana, na wao wanadhani kwa kheri zile zinawatosha kuwavusha kwenye kila kitu, lakini kumbe wameingia katika watu ambao matendo yao yamekuwa hasara. Kwa hivyo kila tunavyosoma, tulisema hapa kwenye darasa yetu hii mwaka jana,
kwamba tukisoma tafsiri ya Qur'ani tuiishi Qur'ani. Yani usiwe tu umehudhuria darasa ni bwana ilikuwa hivi imepita. Tunakwenda kwenye hizi aya vifungu vichache vichache, kwa sababu tungeweza kumalizia kipande kilichobaki huku kwenye kumaliza sura, lakini tunaishia hapa ili haya tunayoyasoma tuyaishi. Yani kuliko kusoma msahafu mzima, ukipata hii moja ikawa ndo sababu ya kupatana na wazazi wako, itakuwa tayari umepata jambo la kukuweka sawa. Mtoto alikwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kulalamika juu ya mzazi wake anavyotumia mali yake. Akamlalamikia Mtume, akamwita yule mzazi, akamuuliza, haya yanayosemwa ni kweli? Akasema, Rasulullah, wakati nilipokuwa mimi nina nguvu zangu najiweza, nilikuwa sichukui vitu vyake, lakini sasa sijiwezi, hali yangu si nzuri, ndio maana nachukua hivi. Jawabu lilikuwa nini? Mtume alimwambia, anta wa maluka li abika, wewe na mali zako vyote ni milki ya babako. Sasa huwezi katika sura hiyo ukasema bwana hawatosheki, inahangaika sana bwana, lakini alafu hata hawa appreciate ninachofanya kila siku, maneno kila ninachofanya. Au wakati mwingine kwamba mambo yote naambiwa mimi tu, mbona wale ndugu zangu wengine hawaambiwi kwa chochote, na sakamwa mimi tu, mpaka napata wasiwasi, hao sio wazazi wangu wananikomoa. Badala ya kuona kwamba ile ni kheri imekuja kwako, maadamu unaweza fanya, usinungunike. Na wao wana ujumbe wao mbali pia wa kuwataka wazazi wafanye uadilifu kwa watoto wao. Sasa inawezekana wewe ni mzazi pia unafanya uadilifu, kwa sababu hilo ni jukumu la kwako, na wewe usije ukawa unafanya kheri nyingi sana lakini ufanye uadilifu, utaingia kwenye hii pia, kwamba ni katika wale ambao matendo yao ni hasara tu. Alikwenda mzazi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kataka kumpa zawadi mwanawe. Mama wa mtoto yule akasema, bwana, mimi naona hii zawadi hii ukitaka kutoa, kwa nini Mtume asishuhudie, awe ndo shahidi? Wakenda akasema, Rasulullah, bwana, mwanangu huyu nimempa zawadi hii. Mtume akamuuliza, unao watoto wengine? Akasema ndio. Na hao wengine nao umewapa kama ulivyompa huyu? Akasema hapana. Mtume akakataa kushuhudia, lakini akasema, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Mwenyezi Mungu na fanyeni uadilifu kwa watoto wenu. Kwa hiyo ukiwa wewe kwenye nafasi ya mzazi, darasa yetu hii ya leo, tafsiri tunayosoma kwenye matendo ya watu ambao walidhani wamefanya mazuri kumbe hasara, pata muda jikague, wewe ni mwadilifu kiasi gani kwa watoto wako. Na lazima ifahamike, huwezi kuwapenda watoto wako wote sawa. Yani Mwenyezi Mungu anajua hivyo, yeye anazijua nyoyo zetu zaidi. Itakuwa unaye mmoja, hapo ndo ukiguswa unajisikia sana, lakini unachozuiwa usidhihirishe, kwa sababu ukidhihirisha pia unamtengenezea matatizo huyo unayempenda sana, sababu wale wengine wataona hivyo, kama tulivyofundishwa kwenye kisa cha Nabii Yusuf, kwa bwana huyu Yusuf, ahabu ila abina minna, huyu bwana ndo anapendwa zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo ibaki ndani ya moyo wako, huko nje jitahidi kufanya uadilifu kwa kiasi cha uwezo wako. Na ukiwa mtoto vile vile, chochote unachofanya kwa wazazi wako, jua unatekeleza wajibu wako. Usiseme bwana nawasaidia, sasa bwana hii nimetayarisha saidia wazee wangu kidogo, unajua hali zao, tayari utakuwa umeharibikiwa. Kwa hivyo tunaposoma waliopata hasara kwenye matendo yao, tusiangalie watu wengine, tutumie fursa hii ya kusoma na kuelewa, kujikagua sisi wenyewe ili tubadilike.
Kwa hivyo aya hizi zinatufunza hivyo, na hasa hii inatufunza hivyo kwamba sababu ya hasara ambayo wamepata watu kwenye matendo yao ilikuwa ni kukanusha aya za Mwenyezi Mungu, kukataa kama kuna kufufuliwa, na hiyo ikawa inawakusanya wale washirikina wa Maka walikuwa wanaabudia masanamu, ilikuwa inawakusanya ahlul kitabi, kwa sababu wote walikuwa wanafanana kwenye kile wanachokiamini. Lakini kwetu sisi leo ni kujikagua yale tunayoyafanya. Tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Tunafanya vile Mwenyezi Mungu anavyotaka tufanye? Tujikague ili aya hii kila tukiisoma iwe inatukumbusha mahusiano yetu na wazazi, mahusiano labda wewe ni mzazi na watoto wako, mahusiano na wenzako unaofanya nao kazi pamoja, biashara pamoja, unaishi nao, jirani zako, kote kunajumuisha pamoja kwenye neno lile ibada, kwa sababu ibada ni jina linalokusanya yale yote yanayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, sio kuswali tu peke yake. Kwa hivyo tukielewa namna hiyo itatusaidia kuelewa vizuri na kuiishi Qur'ani. Tukianza hapa kesho tutaanza aya 107 inayosema innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kwa hivyo leo tuishie hapa na tutoe nafasi ya maswali kama kawaida yetu pale ambapo hapajaeleweka. Billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Alaikum salam. Anao uwezo wa kuongeza akachukua kizuri zaidi kwenye ile 4.5, alafu huyu mwingine hana uwezo, na ni vitu ambavyo anatumia inatumika kila siku. Mimi nimekuelewa, nasubiri sasa swali lako. Swali langu ni kwamba huyu atakuwa anatumia cha 4.5, huyu anatumia zaidi ya 4.5, hapo kwa kweli. Manake uadilifu unaokusudiwa hapa pengine kule hawajasikia swali lake. Huyu bwana anasema sasa sijui ni yeye au anapiga mfano, anasema yeye ana wake wawili. Kwa hiyo kwenye wake wawili hawa kajaribu kununua kitu cha kuwapa kila mmoja ambayo thamani inafanana, lakini mmoja anao uwezo wa kuongeza pale akapata cha juu zaidi ya kile. Kwa hiyo unataka kujua hapa uadilifu ukoje, si ndio? Wewe kwa kufanya kwa uwezo wako kwa wote wawili, wewe tayari umetimiza kile ulichotakiwa ufanye, lakini huyu akiongeza kwa nguvu zake mwenyewe, inategemea anazo nguvu hiyo, haikuhusu wewe na uwezi kumlazimisha asiongeze, kwa sababu wote waonekana una uadilifu. Si umenielewa? Ungeongeza wewe huku na huku ukashusha, hapo ndio ingekuwa jambo jingine. Kama ambavyo kwenye hiyo, kama tulivyosema kwa watoto, Mwenyezi Mungu pia ukisoma kwenye Qur'ani anajua kwamba ule uadilifu hauwezi kuja hata kwenye kuwapenda au ukawapenda sawa sawa. Kuna pahala itakuwa zaidi kidogo, lakini sheria imetaka hivyo hivyo, isitoke huku nje mpaka huyu mmoja akawa kama muallaka. Mwenyezi Mungu kama kaning'inizwa hivi, kama vile yeye hayupo kwenye maisha, yeye anasindikiza tu, wanaoishi ni upande wa huku. Si umenielewa? Kwa hiyo
sura iko namna, sababu inawezekana huyu uliomuoa huku familia yake uwezo wao wa kawaida, huyu uliomuoa huku familia yake uwezo wake ukawa wa juu, na hawa wa huku binti yao kwa kuolewa kwa sababu tunakupa na usafiri. Sasa hiyo haikuhusu wewe, na uwezi kusema msimpe kwa sababu huyu wa huko mimi sijampa. Hilo linakuwa haliko kwako wewe. Kufanya hivyo ambao vitakuwa huku juu huku chini, ndio utakuwa sio sawa. Naam. Wa alaikum salaam. Naam. Ikatokea kabla hamjapata mwafaka, mmoja akawa ametangulia, yani manake amekufa. Wewe uliyebaki aidha ndio alikuwa amekuudhi au wewe ndio ulimuuzi zaidi yule, suluhu yake inakuwa Suluhu yake sasa ndio tunarudi kule kwamba kwanza ujute kwamba kile ulichofanya sio sawa. Maanake huku mafundisho yetu ya dini pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema si halali kwa Muislamu kupitisha siku 3 kamuhama ndugu yake, alafu ikawa wakikutana kila mtu make. Kwenye riwaya nyingine Mtume anasema wakikutana, huyu anamjengea ukuta huyu na huyu anamjengea ukuta huyu. Akasema wa khairuhuma, mbora kati yao wawili ni ule anayemwanza mwenzie kwa salamu, yani anavunja ule ukuta. Kwa hiyo na pahala pengine imepokewa zikipita siku 3 mmoja hapo akafariki, tayari hilo ni tatizo kubwa zaidi. Wengine wakasema, wanazuoni, hii imetajwa siku 3 maana yake ni muda, kwamba ikibaki hali ile ile mmoja akafariki hawajarudi sawa hawa, tayari tatizo hilo ni kubwa. Kwa hiyo imekwisha tokea, kwanza unajuta kile unachokifanya, unamuomba Mungu msamaha. Kisha ukimuomba Mungu msamaha, sasa inategemea hicho kilichofanya ndugu hawa wawili wakagombana hivyo ni nini. Kama wewe ndio ulikuwa umekosewa, unamuomba Mungu msamaha na wewe unasamehe, na sasa unafanya yaliyo mazuri ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia kwako. Kama alikuwa na familia yake na nini, unarudi kutengeneza sulhu ya sawasawa. Kama ilikuwa wewe ndo mkosaji, basi ni hivyo hivyo, utawaendea wale wa kwake waliopo pia. Unaona, kama hilo jambo linawahusu na wao, kuwaomba radhi, kuomba msamaha na kujuta kwa Mwenyezi Mungu na kutia azma ya kutorudia tena. Ili mradi ni jambo baya sana ambalo tunatakiwa tulikimbie. Kama jana tulikuwa tunasema kwenye darasa ile ya msikiti wa Mtoro kwamba maasi ya ulimi ni makubwa sana yalivyotajwa adhabu zake na uzito wake, lakini hilo jambo limetupotea. Unaona kawaida tu. Tumesema kule kusengenya ni katika madhambi makubwa, lakini sisi ni kawaida tu. Nilisema pale hata mtu na mkeo wakigombana wakawa hawasemezani, wakitafuta kitu cha kuwarudisha mmoja, lazima iletwe hadithi ya kumsema mtu, hiyo ndio inawarudisha. Anazungumza yule, alafu ndio wana connect. Sasa na hili vile vile masala ya kidunia, kufanya kila mmoja akawa kafura kwa ghadhabu na kusema sasa bwana, mimi huyu sisemi naye mpaka kiyama, ni jambo zito sana ambalo limesemwa si halali. Mtume anasema kwa Muislamu kufanya hivyo kwa ndugu yake. Kwa hiyo haya yote yanatujengea usiruhusu ikatokea. Ikitokea haraka kabisa rekebisha hiyo hali, kuweka vizuri. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Na mimi swali langu moja, inakuwa kama inanipa changamoto sana.
swali ambalo linanihusu mimi kwa sababu nina changamoto kutokana na hilo swali. Najiuliza maswali mengi kutokana na wadani. Kama mtu alikuwa kwenye upande fulani wa dini fulani, baadaye akakuja kwenye dini fulani. Kama sisi tunavyojua upande wetu wa pili wa zetu wa Kristo, kwa sababu nilikuwa ni Mkristo, nikasilimu kuingia kwenye Uislamu. Lakini ukakuwa kama changamoto kutokana na wadani, sio kwa niaba ya kuwasaidia, kwa niaba tu ya kiimani. Imekuwa imani mbili tofauti, inakuwa kama changamoto kutokana na mazungumzo. Mara nikizungumza nao yani hawataki yani kuzungumza nao yani kiundani zaidi, kujadiliana. Ushakuwa Muislamu bana wewe, yani unakuwa kama wanataka kutenga, kubagua. Sasa kwa hiyo njia ndio mimi nataka nijue zaidi, yani nikishindwa kujadiliana nao, kwa sababu ni wazazi ambao walinikuza, walinisomesha, mambo mengi walinifanyizia mpaka leo nakuwa hivi. Baada ya imani tunakuwa tofauti. Nikishindwa kuwa nazungumza nao na kujadiliana nao mipango, yani niishi kivyangu na imani yangu, yani Mwenyezi Mungu anaweza kuja kunihukumu siku ya Kiyama, na mimi sina tatizo nao. Swali lako zuri. Sheria yetu inachosema, yako mambo ya msingi wewe kama mtoto unatakiwa ufanye kwa wazazi wako, yale ya msingi. Sasa bila ya kujali wao wanarudishaje. Sawa, kwa mfano kuwasalimia, kuwatembelea, unaona, kukiwa kuna jambo ambalo limo ndani ya uwezo wako, unaliona pale limepungua kufanya, hayo unayafanya. Yale maneno makali wanayokutolea mengine kutokana tu na imani yako, yale unayabeba, kwa sababu wewe anakuongezea kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wasahibuhuma fi dunya maarufa, ukae nao katika dunia kwa wema. Lakini umeona imetuzungumzwa hilo neno, manake ile musahaba ni kwamba lazima uendelee kuwa nao karibu, sawa, na huku unawaombea dua Mwenyezi Mungu awatoe kwenye ile hali waliokuwa nayo, wapate kuona haki ili waifuate. Kwa hilo linakuwa ni jambo la kwako wewe. Kadri wao wanavyoonyesha kukusukuma, wewe unarudisha kwa kufanya mazuri, sawa. Yani unajilinda na kule kusukumwa kwa kufanya mazuri zaidi. Tahamaki, Mwenyezi Mungu anasema utakuta kati yako wewe na yule ambaye mlikuwa na uadui, mnageuka mnakuwa wapenzi wa karibu sana. Ndio, wewe wajibu wako ni kuomba dua. Yani yale mengine wewe hayakuhusu, yanamuhusu Mwenyezi Mungu mwenyewe muumbaji. Wewe kazi yako kuwaombea dua na kutekeleza yale ambayo mtoto anatakiwa kufanya kwa wazazi wake. Naam. Wa alaikum salaam. Sasa hapo lazima tuulize, yani unapendelea vipi? Kwamba hawa wameachana, baba amemwacha mke wake, kisha wewe sasa unapendelea Kwanza kinachoangaliwa hapo pia kuna zile huduma muhimu, sawa. Sasa mahitaji yao kwenye huduma muhimu yakoje? Ndio kama ile tunaosema, inawezekana mmoja anajiweza vizuri, mwingine hajiwezi. Unapompa zaidi ambaye hajiwezi, haina maana umependelea, ndio umefanya sawa. Sijui umenielewa. Lakini kama wote hawajiwezi, unatakiwa ufanye kwenye utaratibu wa sawa. Lakini inawezekana wote hawajiwezi, lakini mmoja ana mahitaji zaidi. Kwenye yeye kuwa hawajiwezi, labda wote hawajiwezi, lakini mmoja hawezi kutembea, kwa hiyo atakuwa na mahitaji zaidi. Au mmoja ana maradhi ambayo yanataka matibabu na uangalizi wa ziada,
kwenye vyakula, kwenye nini. Ukifanya hivyo huwezi kuambiwa unawapendelea, kwamba labda mama unasema pengine kapata maradhi ya kisukari mfano, sasa ana vyakula maalum, ana utaratibu maalum, na baba pengine hana. Sasa haiwezekani ukionekana unapeleka hivyo, onekana bwana huyu unapendelea. Sawa? Na inawezekana ule mzazi mmoja akaona hivyo, lakini wewe maadamu unajua kwa nini unafanya kwa sababu zile, utakuwa hauna makosa kwenye hili. Makosa hapa ni kuona kabisa kwamba hali zao zinafanana, halafu ukaamua tu upande mmoja ukapeleka zaidi kuliko upande mwingine. Hiyo sasa itakuwa ufanyi sawa. Naam. Mama daraja zake ana daraja 3, baba ana 1. Hizo ni daraja Mwenyezi Mungu kaziweka, lakini haina maana kwenye hiyo kwamba hawa wakiwa wako tofauti unatakiwa wahudumie sasa kimahitaji, kwamba huku kwa mama lazima upeleke zaidi na kwa baba upeleke chini, hata kama huyu anahitaji zaidi. Yaani kinachotizamwa zaidi ni mahitaji, nani anahitaji zaidi kutokana na hali yake. Haina maana kwamba ile daraja ya mama umeishusha, ile iko pale pale. نعم وفقنا الله لما يحبه ويرضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.